Mzee wetu Cleopa David Msuya, wanaomba tusimame kwa dakika moja, kila mtu kwa imani yake tumuombe. Amen. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, leo nchi yetu imepata ugeni mkubwa. Tumetembelewa sio tu na jirani na rafiki wa karibu, lakini pia ndugu yetu Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Chapo kwa kukubali mwaliko wangu na kuja kutembelea, na tumemkaribisha yeye na ujumbe wake hapa nchini. Baadhi yenu mtakumbuka kwa mwezi Juni mwaka huu, mara tu baada ya kupitishwa na chama cha Frelimo kuwa mgombea wa urais, Mheshimiwa Rais Chapo alikuja nchini ili kujitambulisha. Leo nina furaha kubwa kumpokea kama rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Kwa namna ya pekee na kwa niaba ya serikali na Watanzania wote, nirejee tena pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Chapo kwa kuchaguliwa kwa rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Kwa hakika ushindi wake umepokelewa vizuri na Watanzania, na tunakupongeza kwa mengi ulioyafanya ndani ya muda mfupi, ndani ya siku zako 100, hususan kujenga uchumi wa kitaifa na umoja wa kitaifa na kurejesha amani na utulivu nchini Msumbiji. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Nitumie fursa hii pia kukuhakikishia ushirikiano wetu wa dhati kwako binafsi na serikali yako katika kufikia malengo yenu ya maendeleo. Ndugu wanahabari, Tanzania na Msumbiji sio tu majirani na marafiki kama nilivyosema awali, bali ni ndugu wa damu. Ndio maana jamii za Wamakonde, Wamakua na Wayao zinapatikana kote Msumbiji na Tanzania. Kwa hiyo haishangazi kuona tuna utamaduni, mila na desturi zinazofanana na watu wetu ni wamoja. Uhusiano wetu uliimarishwa zaidi wakati wa harakati za ukombozi wa waasisi wa mataifa yetu mawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati mzee wetu Amani Abedi Karume kwa upande wa Tanzania, na hayati Edward Chivambo Mondlane na hayati Samora Moses Machel kwa upande wa Msumbiji. Viongozi hawa walifanya kazi kwa karibu sana enzi za harakati za ukombozi, na kama mnavyofahamu kuwa chama tawala nchini Msumbiji cha Frelimo kilizaliwa hapa Dar es Salaam mwaka 1962. Na kwa wakati wa harakati za ukombozi, Tanzania ilisaidia Frelimo kwa njia mbalimbali hadi kufanikisha kupatikana kwa uhuru tarehe 25 Juni mwaka 1975. Mwaka huu Frelimo inatimiza miaka 50 ya uhuru wake, na katika mazungumzo yetu Mheshimiwa Rais ametualika Tanzania tuwe kwenye sherehe hizi, nasi tumemwahidi uwepo wetu inshallah. Ikiwa ni takriban mwezi 1.5 kuanzia sasa kabla Msumbiji kuadhimisha miaka 50 ya uhuru wake, Mheshimiwa Rais Chapo atatembelea kituo cha urithi wa ukombozi hapa Dar es Salaam, kinacholenga kulinda historia iliyotukuka ya ukombozi kwa nchi zetu. Hivyo ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ziara yako inayotupa fursa nyingine ya kipekee ya kuzidi kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na Msumbiji. Ndugu wanahabari, muda mfupi uliopita tumetoka kufanya mazungumzo
na Mheshimiwa Rais Chapo na ujumbe wake kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Kama mnavyojua, baada ya Msumbiji kupata uhuru, serikali zetu mbili ziliendelea kushirikiana kwa karibu katika ngazi ya uwili, yani bilateral, lakini pia kikanda na kimataifa. Tulianzisha tume ya kudumu ya pamoja ya ushirikiano mwaka 1977 na jumla ya mikutano 15 ilishafanyika iliyofanikisha kuanzishwa kwa ushirikiano kwenye maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni biashara na uwekezaji. Kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani, sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Pamoja na hayo, tumekubaliana pia kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi, na tume hii itakuwa na jukumu la kufuatilia kwa karibu zaidi yale tuliyokubaliana kushirikiana ili kukuza uchumi wetu kwa haraka. Kwa upande wa miundombinu na usafiri na usafirishaji, uhusiano wa kiuchumi unakuzwa na kuimarika kwa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Hivyo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kuendeleza ujenzi wa barabara zetu zilizoko mipakani zinazounganisha nchi zetu mbili, na kufanya mapitio ya mkataba wa ushirikiano wa usafiri wa anga, na pia kuimarisha usafiri wa baharini kupitia ziwa Nyasa, lakini pia usafiri kupita mto Ruvuma. Mawaziri wetu wenye dhamana za masuala ya uchumi na uchukuzi walikutana tarehe 6 mwezi huu hapa Dar es Salaam kuangalia namna ya kuimarisha uhusiano wetu kwenye eneo hili. Kwa hiyo kazi imeanza. Nimetumia pia fursa ya kikao chetu kumweleza Mheshimiwa Rais kuhusu miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo nchi yetu inatekeleza, na baadaye Mheshimiwa Rais Chapo atapata fursa pia ya kutembelea miradi ya kimkakati, mradi wetu wa reli SGR ambao unaongeza fursa za kiuchumi nchini na kukuza utangamano wa kikanda kwa kutuunganisha na nchi za Burundi na DRC. Lakini pia tatembelea mradi huo kwa sababu kama mjuavyo, Tanzania tuna azma ya kujenga reli ya kisasa SGR itakayounganisha bandari za Mtwara na Mbamba Bay na kule kwenye machimbo ya makaa ya mawe na chuma, Mchuchuma na Liganga, na kufungua ushoroba wa biashara kusini na kutuunganisha na nchi jirani za Malawi na Mozambiki au Msumbiji. Vile vile nchi zetu mbili zimebarikiwa kwa utajiri mkubwa wa gesi. Hivyo tumezungumzia umuhimu wa kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja. Mbali na gesi, nchi zetu mbili zina eneo kubwa la bahari ya Hindi na fursa za utajiri unaotokana na uchumi wa buluu, zikiwemo uvuvi, utalii, madini na usafirishaji. Hivyo tumekubaliana pia kuimarisha ushirikiano katika matumizi ya rasilimali za baharini, kubadilishana uzoefu na kufanya kazi kwa karibu kwenye masuala ya uvuvi wa bahari kuu, utalii na usafirishaji. Na ndio maana kesho Mheshimiwa Rais Chapo atatembelea mamlaka ya usimamizi na uvuvi wa bahari kuu pamoja na soko la samaki pale Malindi kule Zanzibar, kujionea jitihada tunazofanya nchini katika eneo hilo. Kwa kutambua
kuwa asilimia kubwa ya uchumi wa nchi zetu unategemea kilimo. Tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye sekta hii ya kilimo, ikiwemo kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja, hususan kwenye zao la korosho. Kwa upande wetu Tanzania, tuna taasisi kongwe inayofahamika kwa utafiti wa zao la korosho iliyopo Naliendele, Mtwara. Kwa hiyo tumewakaribisha waje waone tunavyoweza kufanya tafiti hizi kwa pamoja. Maeneo mengine ya ushirikiano ambayo tumekubaliana kuendeleza uhusiano ni kwenye maeneo kiwemo mawasiliano, madini, elimu na afya. Kwenye masuala ya kimataifa, tumezungumzia kuendelea kushirikiana katika majukwaa ya kikanda kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ambako sote ni wanachama. Tumejadiliana kuhusu masuala ya amani, usalama na utengamano wa bara letu la Afrika, ambapo pamoja na masuala mengine tumekubaliana kufanya kazi kwa karibu katika makubaliano au kukabiliana na uhalifu wa kimataifa ikiwemo ugaidi na ujangili. Halikadhalika, nimetumia pia fursa ya mazungumzo yetu kumshukuru kwa ahadi yake ya kumunga mkono mgombea wetu wa Tanzania kwenye kinyang'anyiro cha mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi. Ninapohitimisha, ndugu wanahabari, niseme kwamba haya ni baadhi ya masuala tuliyojadiliana, lakini kuna masuala ambayo sikuyagusa, tamwachia Mheshimiwa Rais Chapo ayaguse yeye, ikiwemo uhusiano wetu wa kisiasa na mambo mengine. Nitumie fursa hii kurejea shukrani zangu kwako Mheshimiwa Rais kwa kuja kututembelea na kwa fursa ya mazungumzo yenye tija na manufaa kwa nchi zetu mbili. Hiki ni kielelezo cha uhusiano wa karibu na wa kihistoria kati ya mataifa yetu mawili na dhamira yako ya dhati ya kuimarisha uhusiano huu, na kushukuru. Asante sana. Baada ya kusema haya, sasa nikukaribishe Mheshimiwa Rais uzungumze na wanahabari, lakini na Watanzania na wana Mozambiki. Asante sana. Asante sana. Sua Excelência Samia Suluhu Hassan, Presidente da República Unida da Tanzânia, senhores membros da Delegação da República Unida da Tanzânia, senhores membros da Delegação da República de Moçambique, aqui presentes, caros amigos da comunicação social da Tanzânia e de Moçambique, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, queremos reiterar os nossos agradecimentos aqui a Sua Excelência, minha irmã, Samia Suluhu Hassan, Presidente da República Unida da Tanzânia, pelo convite que nos endereçou em nome do povo da Tanzânia para realizar esta visita de Estado. Na verdade, é a primeira visita de Estado desde a nossa eleição. Passamos por aqui como candidato, foi o primeiro país que visitamos, porque é aqui onde nascemos como um movimento de libertação para conquistar a independência de Moçambique, e na altura dissemos que logo depois da eleição o primeiro país que vamos fazer and I pledged that after my election as a president of Mozambique, I would make my first state visit to Tanzania. Realizamos, como dissemos, desde a tomada de posse, as I promised, of course, as I said, I have done a lot since my election as president, but this is the first state visit. And on that basis, I wish to once again express my condolences
to President Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, and through you, Your Excellency, my sister. These condolences are transmitted to the people of Tanzania for losing the first Vice President of the Republic of Tanzania, and who was also the former Prime Minister. We have lost a leader. This is our common loss. We are also in grief. That's why we transmit our condolences. I also want to thank the people of Tanzania on the way you have received it and for the hospitality demonstrated since our arrival here today in this beautiful city of Dar es Salaam. This visit has the intention to reinforce, to consolidate our historic cooperation which has been existing between our two peoples. Already we have had official talks between the two delegations from Mozambique and Tanzania, and it is that was before this press conference meeting. We exchanged ideas on important areas of common interest between our countries to see the current situation of our bilateral cooperation, and we concluded that there is a need to elevate this cooperation, especially on the economic front and in trade. As you know, our cooperation between Tanzania and Mozambique are excellent. And they are unique, but also we have a cooperation in the area of security. Acordamos ser pertinente o estabelecimento de uma comissão econômica conjunta. Neste sentido, em breve, o nosso ministro da Planificação e Desenvolvimento da República de Moçambique deverá deslocar-se a Tanzânia, liderando uma delegação para que a contraparte tanzaniana possamos sentar e discutir os detalhes. A operacionalização e extensão do corredor de desenvolvimento de Mtwara é um dos pontos principais para nós entrarmos em kwamba tulikubaliana tuwe na kituo cha pamoja cha ushirikiano mpakani kati ya nchi zetu mbili. Kama ambavyo mnafahamu, sisi ni nchi na sisi ni nchi ambazo ni marafiki, tunao watu wanaoshirikiana mpakani, na hivyo tukaona kuna haja ya kuanzisha kituo hicho cha pamoja cha ushirikiano. Lakini pia tumekubaliana kuhusu kushirikishana uzoefu juu ya uanzishaji na usimamizi wa kongani za viwanda, lakini pia kuanzisha maeneo maalum ya kiuchumi. Lakini pia tumekubaliana kuchagiza na kurahisisha biashara katika maeneo ya mpakani kupitia urahisishaji wa biashara maeneo haya, kwamba ni muhimu sana. Tumejadiliana kwamba kuna haja pia ya kuwa na mashirikiano kati ya sekta binafsi ya wafanyabiashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na wafanyabiashara kutoka Jamhuri ya Msumbiji. Na katika mazungumzo yetu kwamba tuliona kwamba kuna muhimu wa kuwepo
na wafanyabiashara katika ziara yetu ambao walikuja kufanya mazungumzo na wafanyabiashara wa Tanzania. Lakini ushirikiano katika biashara ya bahari, lakini pia usalama wa bahari kwamba ni muhimu sana, lakini pia ushirikiano katika usafiri wa anga kati ya mashirika mawili ya usafirishaji ya ndege ya Tanzania na Msumbiji, kwamba tuwe ni muhimu pia ili tuweze kuunganisha majiji yetu, lakini pia miji yetu. Tunazungumzia Dar es Salaam, Maputo, lakini pia Dar es Salaam kwenda Pemba, lakini pia na hapa nazungumzia Pemba ya Msumbiji. Kuna Pemba kule Msumbiji na kuna Pemba Tanzania. Na hii ni ishara kwamba sisi ni nchi ndugu. Sio tu kwamba tuna lugha inayofanana, lakini sio kwamba tuna majina tu yanayofanana, hapana, au makabila, lakini utaona hata maeneo yetu ya kijiografia yana majina yanayofanana. Kwa tunayo Pemba Msumbiji, lakini tunayo Pemba Tanzania. Sisi kweli ni ndugu. Ningependa pia kwamba tumekubaliana kuanzisha maeneo mapya ya ushirikiano katika maeneo ya uchumi wa bluu. Kesho tutapata fursa na heshima ya kipekee ya kutembelea Zanzibar, ambapo tungependa kushirikishana uzoefu hasa katika eneo la utalii, lakini pia uchumi wa bluu kati ya Tanzania na Msumbiji. Kama ambavyo mnajua, nchi zetu zinazungukwa na bahari na kuna utajiri mkubwa sana baharini, na ni muhimu sana kuwepo na mashirikishano ya uzoefu kati ya nchi hizi mbili. Ningependa pia kusema kwamba tutaendelea kushirikiana katika maeneo ya kilimo, madini, lakini pia nishati. Msumbiji ina utajiri mkubwa sana katika madini, kama ambavyo Tanzania pia ina utajiri mkubwa. Kwa hiyo kuna haja nchi zetu hizi zishirikiane kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu, lakini pia ustawi wa watu wetu, lakini pia maendeleo kwa ajili ya ukanda wetu. Na mwisho wa mazungumzo yetu tumesaini mikataba na makubaliano mbalimbali ambayo inalenga kuendelea kuboresha mahusiano yetu ambayo yamekuwepo kabla ya uhuru, baada ya uhuru mpaka leo hii. Kwa hiyo tumesaini makubaliano ya ushirikiano kati ya kubadilishana wanafunzi katika eneo hili ambalo tumekuwa na ushirikiano toka muda mrefu, na hivyo ni muhimu tuendelee kuwa na ushirikiano huu wa kubadilishana wanafunzi katika elimu ya juu. Lakini pia mkataba unaohusu kuanzisha kituo cha pamoja mpakani ambacho kitaunganisha upande wa Tanzania Mtambaswara na Negomano upande wa Msumbiji. Lakini pia tumesaini mkataba kuhusu kubadilishana wafungwa. Lakini pia tumekuwa na hati ya makubaliano ya ushirikiano katika eneo la utamaduni. Lakini pia hati ya makubaliano kuhusu udhibiti wa madawa, lakini pia makubaliano ya ushirikiano kati ya redio ya Msumbiji na shirika la utangazaji Tanzania. Na zaidi ya hapo pia tumeona kuna haja ya kuwa na vikao vya mara kwa mara ya ujirani mwema kati ya mikoa inayopakana na Tanzania na Msumbiji, ambapo tuna Nyasa na Cabo Delgado upande wa Msumbiji, na upande wa Tanzania tunayo Ruvuma na Mtwara. Na hapa tumekuja na magavana wa majimbo ya Nyasa na Cabo Delgado ambao wako pamoja nasi. Lakini pia tumezungumzia haja ya kuanzisha jumuiya ya nchi zinazozalisha korosho, kama ambavyo alisema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada yangu, kwamba lakini pia tuanzishe
maeneo mengine mapya Msumbiji kuhusu ushirikiano katika biashara, uwekezaji, kwamba tunahitaji mahusiano haya kuyazidisha zaidi. Tunahitaji kufanya uwekezaji wa pamoja kati ya nchi zetu mbili, lakini kufanya uwekezaji na kutumia vizuri rasilimali za madini, nishati, lakini ushirikiano pia katika uchumi wa blue na uchumi. Kama ambavyo nyinyi mnafahamu kwamba kwa muda mrefu sisi tumekuwa tukifanya uchunguzi wa gesi asilia, tukianzia na jimbo la Nyambani, ambapo tulipata kampuni kutoka Afrika Kusini ambayo imekuwa ikitekeleza mradi huo zaidi ya miaka 20, na hapo tuliweza kuanzisha bomba la gesi ambalo linaenda kutokea huko jimbo la Nyambani mpaka Afrika Kusini. Lakini pia kwa upande huu wa Ruvuma tumeshaanza utafiti na kampuni ya Italia na pia kwa kupitia uzoefu huu tunaamini kwamba ni wa muhimu na tunaweza kushirikisha kwa ndugu zetu wa Tanzania ambao wako pia wakifanya kazi katika eneo hili la gesi asilia. Utajiri wa Tanzania ni utajiri wa Msumbiji, na utajiri wa Msumbiji ni utajiri wa Tanzania, kwa sababu sisi wote ni ndugu, na hivyo ni muhimu kama ndugu kushirikiana kama nchi ndugu. Lakini pia tumezungumzia kuhusu maeneo ya usalama, ulinzi na usalama, ambapo kumekuwepo na msisitizo wa ushirikiano kupitia mafunzo, kupitia mfadhili wa masomo, lakini pia mafunzo pamoja na mazoezi ya pamoja kati ya hizi nchi zetu mbili. Na tumeomba msaada wa Tanzania kutusaidia kuanzisha jeshi la kujenga taifa kwa upande wa Msumbiji. Kwa sasa mwaka huu tunajiandaa kusherehekea miaka 50 ya uhuru wa Msumbiji, na kama mnavyojua tulipata msaada mkubwa sana wa Tanzania. Mwaka 1962 watu wa Msumbiji waliunganisha nguvu zao kutoka makundi mbalimbali, ambapo mwaka 1962 tarehe 25 mwezi wa 6 kupitia harakati hizo ndipo ambapo kulianzishwa harakati za ukombozi zilizochukua miaka 10 mpaka kufikia mwaka 1974, na hivyo kufikia mwezi Juni tarehe 25 ndipo ulipotangazwa uhuru wa Msumbiji na uliotangazwa na Rais Samora Machel. Na hivyo mwaka huu tarehe 25 Juni tutakuwa tukiadhimisha miaka 50, na tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka jana katika wilaya ya Nangadi ambayo iko ni wilaya ipo jirani na Tanzania, tulizindua rasmi mwenge wa uhuru, na huo ni uzoefu wa kwanza kabisa ambao tunalenga kuwaleta pamoja watu wa Msumbiji ili waweze kusherehekea uhuru wao, lakini pia kuzidisha zaidi amani na umoja wa kitaifa, lakini maelewano na maendeleo. Na tumepata uzoefu huo hapa Tanzania, ambapo hapa ndipo tulipozaliwa, na ndio maana tungependa kutumia fursa hii ya mkutano huu kuwashukuru watu wa Tanzania. Tunaona watu wa Tanzania jinsi walivyo na shamra, na tarehe 25 Juni mwenge huu utawasili rasmi jijini Maputo, ambapo tutapata heshima ya kipekee ya kumpokea dada yetu Mheshimiwa
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maadhimisho hayo ya miaka 50. Na kipindi hicho tungependa wakati huu tumwambie rais kwamba wakati ukiwa kule tutakwambia karibu na asante sana. Na kwa kuhitimisha tuseme tunawashukuru sana kwa heshima kwa pendeleo wa kufanya ziara yetu ya kwanza ya kiserikali baada ya mimi kuchaguliwa kuwa rais wa Msumbiji hapa Tanzania, ambapo ndipo chimbuko la uhuru wa kitaifa, na hamna maneno yanayoweza kutosha kushukuru watu wa Tanzania. Tungeweza kubaki hapa siku nzima tukizungumza, lakini maneno hayatoshi. Lakini tumeona kwamba ni muhimu sana tuendelee kushukuru, na kwa kutambua hilo tufanye ziara yetu ya kwanza hapa Tanzania ili tuweze kuwashukuru wa Tanzania kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, dada yangu. Na kwa kuhitimisha kwamba toka moyoni kabisa, moyoni mwangu ninawashukuru sana watu wa Tanzania. Ninakushukuru wewe Mheshimiwa Rais, ninaishukuru sana serikali yako, na wakati wote tutakuwa wamoja kufanya kazi pamoja ili tulete maendeleo kwa ajili ya nchi zetu, lakini pia tulete hali nzuri kwa ajili ya ustawi wa watu wa nchi zetu mbili. Asante sana. Sasa kaka, umechemka. Sisi Kiswahili namba 2 tulikuwa unatoa. Mheshimiwa Rais, na huu ndio mwisho wa hafla yetu. Hata kule walikuwa ni sasa Mheshimiwa Rais sasa wewe ulikuwa unatoa Kiswahili. Kule ndo angepokea labda Kiswahili alafu akatoa Kiingereza. Kwa tumeenda yote session yote ulikuwa unaongea Kiswahili kwenye namba 1 Portuguese. Kule nako Mheshimiwa Balozi